Kila safari huanza na hatua moja, lakini kuna safari ambazo hazihusu kufika tu. Zinahusu kuthubutu, kujiamini, kukutana na watu wapya na kuacha alama. Mwezi Agosti 2026, safari kutoka Tanzania kuelekea magharibi mwa Uganda ilikuwa ni safari ya kipekee. Safari ya kushiriki katika Rwenzori Marathon, safari ambayo iliwaunganisha wakimbiaji, wapenda michezo na utalii kutoka maeneo mbalimbali mwa Afrika. Na miongoni mwao kulikuwa na washiriki kutoka Tanzania kupitia Serengeti Safari Marathon. Kutoka kwenye mandhari ya Serengeti hadi chini ya milima ya Rwenzori, safari hii haikuwa tu kuhusu kukimbia, ilikuwa ni kuhusu kuwakilisha nchi ya Tanzania, lakini zaidi kujifunza, kushirikiana na kupata uzoefu mpya kupitia michezo. Attraction. Tulipofika Uganda, safari mpya ilianza na mji ulikuwa ni Kasese. Kasese ni eneo lililozungukwa na mandhari ya kipekee ya magharibi mwa Uganda, ikiwemo lango la kuelekea mlima Rwenzori. Hapa ndipo safari ya marathon ilipokuwa ikisubiriwa. Who built trading post there and connected the city to the rest of the Uganda by Uganda Railway. Kabla ya siku ya mashindano, kulikuwa na muda wa kukutana, kusalimiana, kubadilishana uzoefu na kujenga urafiki. Lakini safari ya Rwenzori haikuwa marathon pekee. Ilikuwa pia ni nafasi ya kufahamu Uganda, kuona mandhari, kutembelea vivutio na kuelewa nini michezo. Washiriki kutoka Tanzania, kila eneo jipya lilikuwa ni sehemu ya kumbukizi. Na hatimaye siku iliyokuwa ikisubiriwa ikafika. Asubuhi ya mashindano, wakimbiaji wakaanza kukusanyika, viatu vikifungwa, namba zikivaliwa, mwili ukifanyiwa maandalizi ya mwisho, na kila mmoja akajiandaa kwa kilomita zilizokuwa mbele yake. Hapa hakukuwa tena na muda wa maneno mengi. Mashindano yakaanza. Hatua ya kwanza ikafuatiwa hatua ya pili, kilomita 1, 2, 3 na safari ikaendelea. Kwa wengine lengo lilikuwa ni kushindana, kwa wengine lengo lilikuwa ni kumaliza, na kwa wengine ilikuwa ni kudhibitisha kwamba wanaweza. Lakini wote walikuwa na kitu kimoja kwa pamoja: hawakuwa tayari kusimama. Na nyuma ya kila mshiriki kulikuwa na hadithi.
hadithi ya maandalizi, hadithi ya changamoto, hadithi ya ushindi. First of all, I want to congratulate UG Arusha founders, because we've seen that within 1 year we have seen a very big difference. We have seen it's not only about the marathon. We are exploring Uganda, we're exploring the part of Africa, and we are increasing collaboration between Tanzania and Uganda. Meg run in Kampala. Every Wednesday we run the hills of Makarera. Najisikia vizuri, mbio ilikuwa nzuri, walikuwa wamejiandaa. Tumeona Kampala palipo pazuri, huu mji wa Kasese. Kwa kweli natamani na mwaka kesho nije tena. It was so good, so a bit tiresome, but at least I enjoyed and had fun. Kasese got energy today. It's been an amazing race. We went through these 10 kilometers, the mountain behind us, the sunrise, fantastic. Now, next stop, Serengeti Safari Marathon. You still have 2-3 months to prepare. You can run, you can stretch, you can do whatever, but next is Serengeti Safari Marathon. Yes, come on guys! Well done, well done, well done. Kila neno lilosemwa hapa linaonyesha kwamba marathon sio tu kuhusu muda unaotumia kufika mwisho. Ni kuhusu safari unaopitia mpaka kufika mwisho. Na hii ni hadithi ya Watanzania waliotoka Serengeti kwenda Rwenzori Marathon na kurudi na zawadi na medali. Walirudi na uzoefu, walirudi na urafiki, walirudi na kumbukumbu na udhibitisho wa kwamba michezo haina mipaka. Serengeti Safari Marathon, Rwenzori Marathon, Tanzania na Uganda. Hatua moja ikawa safari, safari ikawa kumbukumbu, na kumbukumbu ikawa hadithi. Rwenzori Marathon 2026, hadithi inayoendelea. Hadithi hii imeletwa kwenu na mimi Arnold kutoka Tanzania.